Na ni wakati wa kupata risiti mbalimbali za kimichezo kupitia masafa ya VOT, na sisi tayari tuko full mkoko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupa yale yote yaliyojiri katika uga wa kimichezo ndani na kimataifa, hasa kuhusu mwendelezo wa kombe la dunia ambalo linaendelea huko nchi za Marekani, Mexico na Canada. Mimi ni Frank Mlawa, niko na legendi wa soka Gerard Kadinya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupa zote zile ambazo zinahusu michezo. Na kuanzia hapa nyumbani tutazungumza hasa kuhusu nusu finali za kombe la CRDB Federation, Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union na Dar es Salaam Young African dhidi ya Azam FC, na tutazungumza ni kwa namna gani ambavyo michezo hii ilitafsiriwa hapo kabla ya kuchezwa na baada ya michezo hii kutamatika, huku Simba kiibuka na ushindi dhidi ya Coastal Union kwa goli 4-0 na Dar es Salaam Young Africans akitupwa nje ya kombe hilo dhidi ya Azam, na matokeo yalikuwa ni 3-2, Azam akiibuka kidedea. Na kwingineko pia tutaangalia sasa baada ya nusu finali itakwenda kutazamwa vipi, Simba Sports Club dhidi ya Azam FC. Hii ni Mzizima Dabi, lakini kwingineko ligi kuu ya NBC Tanzania bara inaelekea ukingoni, ambako vita ya kuwania ubingwa imekuwa kubwa zaidi, hasa kuhusu hawa watani wawili wa jadi, Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans, gap likiwa ni alama 2 tu. Sasa tutaangazia michezo iliyobaki kwa timu zote mbili, nani ana nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Lakini huko duniani ama kimataifa tutazungumza hasa kuhusu mwendelezo wa michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika nchi za Marekani, Mexico na Canada. Leo kuna mechi kadhaa zitapigwa, lakini pia hata kesho, na tutaangazia hasa kuhusu viwango vya magolikipa ambao wamewaacha midomo wazi wapenzi wengi wa soka huko kwenye mashindano ya kombe la dunia. Lakini pia tutaangalia yale ambayo yanazungumzwa hasa kumhusu nahodha wa kikosi cha Ureno Cristiano Ronaldo, ambaye amekuwa akionyesha kiwango cha chini zaidi hasa kwenye ile mechi yao dhidi ya DR Congo. Na pia tutazungumza hapo kuhusu maneno yake bwana mdogo Joao Neves kumhusu Ronaldo. Lakini mwisho kabisa kwenye mashindano ya kombe la dunia tutaangazia mechi za usiku wa leo, Argentina dhidi ya Austria, lakini pia France atakuwa akipiga dhidi ya Iraq. Tutazungumza nani ana nafasi kubwa kulingana na viwango ambavyo timu zote katika makundi mbalimbali zimeshiriki katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Niko na Gerard Kadinya kama nilivyotangulia kuzungumza hapo awali. Sasa nadhani Gerard Kadinya, tuanzie kwenye nusu finali ambazo tayari zimekwisha kuchezwa, Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union pamoja na Dar es Salaam Young African dhidi ya Azam FC. Unaona yale yaliyokuwa kizungumza kabla ya michezo na baada ya michezo kutamatika, pengine ni yale ama zilikuwa ni rumors tu za kimichezo? Kwa upande wangu kwenye mchezo wa kwanza wa nusu finali kati ya Simba Sports dhidi ya Coastal Union ambao ulichezwa kule jijini Arusha, tuliona timu za madaraja mawili tofauti zikicheza kwenye ule mchezo, kwa sababu Simba kwa kiwango ambacho alikionyesha, kwa maana alidominate mchezo kwa maana ya position, lakini pia hata zile 1v1 ambazo zilikuwepo kwenye huo mchezo zilionyesha moja kwa moja kwamba Simba amemwacha mbali Coastal Union. Ndio maana matokeo akaja kutokea yale ya goli 4 dhidi ya Coastal Union. Manake halistahili kwa maana ya wachezaji moja kwa moja, yani ukimchukua mchezaji mmoja wa Simba kwa mfano Lebasege ukaenda kumlinganisha na mchezaji wa Coastal Union, alikuwa na haki Simba kupata ule ushindi. Lakini kwenye mchezo wa pili ambao ulichezwa hapo jana kati ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Azam FC na CCM Kirumba. Yes, ulikuwa hapa jijini Mwanza kwa maana CCM Kirumba. Ukiuangalia ule mchezo moja kwa moja unaona kabisa zilikutana timu kubwa zote, na matokeo yale kwangu mimi sikushangaa kuyaona kwamba matokeo yametokea kwa sababu moja, Yanga wamekuwa na wachezaji bora, lakini ukiangalia pia Azam wana wachezaji bora. Unawazungumzia watu kama kina Faisal Salum ambao wanaweza kukupa kitu ndani ya dakika sekunde yoyote kwenye mchezo. Ndio maana mchezo wa jana kati ya Yanga na Azam ulileta matokeo yale. Ukiwaangalia
kuna watu wanasema kwamba Yanga walihitaji kujivunja kwenye ule mchezo, lakini kwa upande wangu sioni kwamba Yanga walihitaji kujivunja, kwa sababu uliwaona wakiwa active katika dakika zote 90, lakini mipira mingi ambayo ilienda kuamua mchezo kwenye magoli yote hayo 5 ambayo yamepatikana kwenye mchezo wa jana ulikuwa ni tunazungumzia set pieces, tunazungumzia mipira ya kichwa, kwa maana kuna mipira zilipigwa cross na kuna mipira ilipigwa kona, ndo matokeo yakatokea goli 5 za kichwa. Je, Yanga ambaye alikuwa anahitaji goli 5 za kichwa, kwa nini aende hadi 100 goli? Alihitaji ushindi ili aende kwenye hatua inayofuata. Unasema kwamba alihitaji kujivunja sikutane na Simba. Kwa nini alihitaji kwenda dakika 120 baada ya kuona? Kwa hiyo Gerald Kadinya unataka kuzungumza kwamba Yanga hakujivunja, alistahili kile ambacho alikipata. Yani kwa maana sitaki kusema Yanga alijivunja kwamba alikuwa na kiwango kikubwa cha kuweza kumfunga Azam, lakini kwa sababu hakuhitaji kukutana na Simba ndio maana alijivunja. Kwa sababu unazungumza Yanga amepata ushindi kwenye mechi kadhaa nyuma hapa dhidi ya Simba. Kwa nini matokeo ya mechi mbili tu ziweze kumfanya mwananchi akimbie? Kwa hiyo mimi naona quality ya wachezaji wa Azam walikuwa active kwenye dakika zote 90 za mchezo, ndio maana wakapata ule ushindi wa jana kuelekea finali. Naam kabisa, huyo ni legend wa mchezo wa soka Gerald Kadinya akitoa tathmini yake kwa michezo ya nusu finali ya CRDB Federation. Na tuzungumze sasa kuhusu finali Simba Sport dhidi ya Azam ambao tayari wamekwisha kushinda katika michezo ya nusu finali. Pengine takwimu zinazungumza nini Gerald Kadinya, na yupi ana nafasi kubwa hasa ya kuweza kuchukua ubingwa wa mashindano hayo? Kwa upande wangu kwanza, mchezo wa Azam dhidi ya Simba haujawahi kuwa mchezo mwepesi hata mara moja. Mara ya mwisho kumwona mtu anampiga mwenzake labda 3-0 ni muda kidogo umepita toka matokeo kama hayo yatokee, na ukiangalia kwenye ligi kuu kwa msimu huu Simba amefanikiwa kuvuna alama moja tu kwenye mchezo. Nadhani Kadinya, huu ni msimu ambao tumeshuhudia dabi nyingi sana zikichezwa. Tumeshuhudia dabi nyingi zikichezwa, Kariakoo dabi, lakini pia Mzizima dabi pamoja na Dar es Salaam dabi ambao pia jana tumetoka kuishuhudia, na hii ni dabi nyingine kati ya Simba na Azam. Tuzungumze kwenye viwango hivyo vya dabi na the way ambavyo hizo timu mbili zikikutana zinatoa ushindani wa namna gani. Afu baada hapo tujue sasa nani kati ya Simba na Azam anaweza akawa na nafasi kubwa sasa ya kuchukua kombe hilo. Kama ulivyosema kwamba ni dabi nyingine tena ya Dar es Salaam, kwa sababu timu zote zinatoka Dar es Salaam, kwa maana Simba pale Kariakoo, Azam kule Chamazi. Kwenye michezo ambayo wanakutana hizi timu za Kariakoo, matokeo ambayo yanakuwa makubwa kwa mfano kwenye timu za Azam na Simba huwa ni mara chache sana, kwa maana kwenye michezo ya hivi karibuni unaona Azam wakitoa changamoto kubwa sana kwa Simba, na uwezi kuamini kwenye michezo kwa mfano ya ligi kuu toka 2012 Azam inapanda, Azam ipo ligi kuu mpaka mchezo wa mwisho uliokutanisha Simba na Azam takriban michezo 12 imechezwa mpaka sasa, na katika michezo hiyo 12 kuna sare 6, kuna Azam ameshinda michezo 3 na Simba ameshinda michezo 3, na katika michezo miwili iliyopita ya ligi kuu tu hapa unaona Azam wakipata ushindi wa goli 2-1 kwenye mchezo ule wa kwanza, lakini mchezo wa pili ulimalizika kwa sare, kwa maana Simba amevuna alama moja tu kwenye mechi dhidi ya Azam. Nani ana nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa sasa kati ya Simba na Azam? Kwa upande wangu mimi nawapa 50-50. Yoyote anaweza kubeba. Yoyote anaweza kubeba. Naam, sasa baada ya kuangazia michuano ya CRDB Federation, sasa twende kwenye ligi kuu Tanzania bara ambako pia inaelekea ukingoni, na mbio za ubingwa zimekuwa kali mno, hasa kuhusu hawa watani wawili kutoka pale mitaa ya Kariakoo pamoja na Jangwani, Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans. Sasa gap ni alama 2 tu kati ya hizo timu mbili, na michezo iliyobakia ni mitatu kwa kila timu, na huku Simba akiwa amebakiza michezo
michezo yake kati ya Mtibwa Sugar, lakini pia kati ya mchezo wake dhidi ya KMC, huku Yanga pia amebakiza michezo yake mitatu kati ya Azam FC, TRA pamoja na JKT Tanzania. Gerald Kadinya, ukiangalia michezo ambayo imebakia kwa timu zote mbili, pengine ni nani ambaye ana michezo migumu zaidi, huku unajua kabisa kwamba Yanga ndiye anayeongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, na pengine nani ana nafasi kubwa sana ya kushinda kulingana na hii michezo iliyobakia na gepu la alama 2 kati ya watani hawa wawili? Gerald Kadinya, tuambie tathmini yako. Kwa upande wangu kati ya Simba na Yanga kwenye michezo hii mitatu iliyobaki, namuona Yanga akiwa na michezo migumu zaidi dhidi ya Simba, kwa maana kwamba Yanga amebakiza michezo mitatu. Mchezo wa Jumatano dhidi ya Azam ambao wametoka kufungwa hapo jana, lakini pia ana mchezo dhidi ya TRA ambao kwenye mechi iliyopita walitoka suluhu, lakini wana mchezo mwingine dhidi ya JKT Tanzania ambao mchezo uliopita Yanga walishinda goli 5. Kwa maana kwenye michezo mitatu ambayo amebakiwa nayo Yanga Afrika, tunamuona kuna mchezo mmoja ambao kwa kwake anaweza tukasema ni mwepesi, kwa sababu mchezo uliopita mtu alikubali kufungwa goli 5 bila kupata goli lolote, lakini mchezo dhidi ya Azam, matokeo ya jana yanaenda kuonyesha pressure kubwa sana kwenye huo mchezo, na pia ratiba kidogo inawatesa, na unazungumzia mchezo dhidi ya TRA ambao haujawahi kuwa mwepesi toka enzi hizo ikiitwa Tabora United. Lakini kwa upande wa Simba tunaona wamebakiwa na michezo mitatu dhidi ya Mtibwa Sugar ambao mchezo wa mwisho kati ya Simba na Mtibwa Sugar alimaliza kwa sare ya 0-0, lakini unawazungumzia kwenye mchezo mwingine dhidi ya Singida Black Stars ambao Simba kule nyumbani kwa Singida walipata ushindi wa goli 2-1, na mchezo wa KMC ambao tayari wameshashuka daraja, Simba mchezo uliopita walipata ushindi wa goli 2. Kwa hiyo tunaona Simba wakiwa na michezo nyepesi. Kadinya, hapo michezo mitatu ni alama 9. Na ukiangalia gepu kati ya Simba na Yanga ni alama 2. Sasa tuseme sasa pengine ni nani ambaye pengine akipata matokeo fulani ndiyo yatakayomfanya pengine aondoke kwenye ile composure kubwa sana kuweza kuwania ubingwa kati ya Simba na Yanga, kwa sababu tunaangalia ukitoa alama 2 tu ambazo Simba amezidiwa kwenye hizo alama 9, tunakiwa tumesalia na alama 7. Sasa nani pengine akipata matokeo hata ya sare pengine atamtia pressure kuhakikisha kwamba hata mchezo unaofuata asifanye vizuri kuliko Simba na Yanga, kwa kuangalia series ya michezo ambayo imebakia? Kwa upande wangu kwenye michezo 6 ambayo imebaki, mchezo wa Yanga na Azam ambao unakwenda kupigwa tarehe 24 hapo siku ya Jumatano ndio mchezo ambao unaenda kuamua ubingwa. Kwa sababu gani? Simba tayari ana mentality ya ushindi. Kwa maana ukiangalia michezo yake ambayo anacheza, sio ya ligi kuu, sio ya CRDB, unaona Simba kwa maana ya kiwango sasa, kiwango cha wachezaji mmoja wanavyocheza kama timu, unaiona Simba ikiwa haina pressure kubwa, unaiona Simba ikicheza ikiwa imetulia, maana yake ni rahisi wao kupata ushindi kwenye michezo hiyo mitatu. Sishangai wakipata ushindi kwenye hiyo michezo mitatu. Lakini Yanga nao kama mchezo wa Azam, Yanga akipata ushindi, manake moja kwa moja Yanga anaenda kuwa bingwa kwa upande wangu. Kwa sababu gani? Siwaoni TRA wakienda kumzuia Yanga akiwa nyumbani kwake au kupata sare naye Yanga akiwa nyumbani kwake. Siwaoni JKT wakiweza kuzuia hiyo. Manake anaweza kufanya hivyo ni Azam kwenye mchezo wa siku ya Jumatano. Kwa hiyo pengine ni kwamba dua za wana Simba sasa ziko kwa Azam, kwa maana kwamba utake usitake lazima tu umpende Azam ili akusababishe wewe uelekee kwenye mbio za ubingwa, si ndo maana yake? Wana Simba kwa sasa dua zao ni kwa Azam, kutokana na kile ambacho Azam wanaamini Azam ana uwezo wa kubishana na Yanga na kapata ushindi dhidi ya Yanga. Ndio kama matokeo ambayo tumeyashuhudia jana. Wengi waliamini kwamba kwa kiwango cha Yanga pengine Azam anaweza akatapishwa nyongo pale katika dimba la CCM Kirumba, lakini baada ya kipenga cha mwisho tulioyaona ndio yale aliyojiri. Bwana Gerald Kadinya, sasa nadhani tufikie tamati kwenye yale yaliyojiri katika uga wa hapa nyumbani kwetu. Twende kule kimataifa, hasa tuzungumze kuhusu yale yanayoendelea katika mashindano ya Kombe la Dunia 2026 katika nchi za Canada, Mexico na Marekani. Na
Tuangazie hasa kwenye moja kati ya story ambazo zinagonga sana vichwa vya habari huko ni kuhusu walinda milango ama magolikipas wa timu mbalimbali za taifa ambao wameendelea kuwika sana kwa upande wa takwimu ambazo wamezipata. Tukizungumzia golikipa Vozinha, golikipa wa Cape Verde, lakini pia tukizungumzia Rum, golikipa wa Curaçao, lakini tukizungumzia golikipa Alireza, golikipa huyu wa timu ya taifa ya Iran ambaye alitunisha misuli katika mechi yao ya jana dhidi ya Ubelgiji. Sasa Gerald Kadinya, tuangalie takwimu kidogo za hao magolikipa ambao wameendelea kuwika huko katika mashindano ya kombe la dunia, na wanatoa tafsiri gani hasa kwa muendelezo wa mashindano haya. Kwanza mimi niwape hongera kwa magolikipa ambao wa Curaçao, Cape Verde na wa Iran kwa kile ambacho wamekionyesha kwenye mashindano haya makubwa, kwa sababu kabla ya mashindano makubwa kuanza, nafikiri wale watu ambao wanatoa takwimu, wale watu ambao wanafanya kama prediction kwamba nani anaenda kuonyesha nini, magolikipa 10 hatari ambao wanaingia kwenye kombe la dunia, hao makipa wote watatu hawakuwepo hata mmoja. Umeona? Lakini baada ya mchezo kuanza sasa tunaona magolikipa ambao hawana story kubwa, hawana background kubwa, na mpaka sasa current performance yao kwenye timu zao za ndani sio kubwa. Na hapo Kadinya, kwa asilimia kubwa sana wapenzi wengi wa soka watasema hapa, mara nyingi tumekuwa tukiwaweka kwenye consideration sana wale ambao wanacheza ndani. Ni mara chache sana kuona golikipa anakuwa na performance kubwa, hasa ukiangalia hawa magolikipa. Kwa mfano ukimwangalia Rum, ni golikipa ambaye ana rate ya 9.3 akiwa na saves 15, kitu ambacho mara nyingi tumezoea kukiona kwa wachezaji wanaocheza kwenye nafasi kama mawinga, washambuliaji, viungo. Lakini tuzungumzie hasa kwenye upande huo, labda pengine kombe la dunia lijaribu kutupa kitu kipya zaidi kwenye mchezo wa soka, kwamba tusikariri kwamba lazima watu kama kina Urise, watu kama kina Kylian Mbappe, watu kama kina Lionel Messi ambao washakufanya makubwa wakiwa kwenye nafasi za mawinga ama nafasi za washambuliaji, lakini pia nafasi za viungo, labda ndo ambao tuangalie zaidi. Pengine watu wanatakiwa sasa waanze kuchange zile mindset kwamba bana, pengine hata magolikipa wanaweza kufanya vizuri na wakabeba timu zao vile vile. Yeah, kwa maana kwamba nitakubaliana na wewe, kwa maana kwamba timu walizopo na kile ambacho wao wamekitoa ndio kinachowafanya wao kuwa man of the match kwenye hiyo michezo wakiwa na saves nyingi. Maana ya golikipa kuwa man of the match maana yake nini? Kwanza timu yake ilikuwa timu ya pili uwanjani. Timu yake ilikubali mashambulizi ambayo viungo na mabeki na washambuliaji walishindwa kuyazuia. Yeye akawa yeye kama yeye sasa akafanikiwa kuyazuia. Unamwangalia Vozinha ambaye ana saves 9. Ana saves 7. Umeona, akiwa na rating ya 9. Umeona, maana yake 9.0 na man of the match, na timu aliyokuwa anacheza nayo ni Spain, unaambiwa muda huo, moja kati ya timu ambazo zinatabiriwa kuchukua ubingwa kwenye mashindano ya mwaka huu. Why so? Kwa nini? Manake unaiona Spain ikiwa na wachezaji mastaa wengi ambao walifanya kila kitu kwenye ule mchezo. Kwenye nafasi ya kiungo unaona Spain watu kama kina Pedri waliweza kutawala mchezo. Unazungumzia nafasi ya ushambuliaji, hao walipiga sana wakijaribu kila namna kupata ushindi, lakini mwisho wa siku golikipa alimaliza kila kitu. Ndo yeye aliyesababisha kuathiri mchezo mpaka kutoka 0-0. Kwa hiyo tuhamishe sasa akili zetu kwanza kuangalia pia magolikipa kwenye namna ambayo wanatuonyesha, si ndio? Sasa unakuta mara nyingi kwenye tuzo zile za wachezaji, yani mchezaji bora wa dunia, mara chache sana kusikia labda na kwa maana Ballon d'Or. Sasa uwezo ukasketi magolikipa wapo pale. Unakuta viungo sasa washambuliaji. Lakini kwa takwimu kama hizi tunaweza tukapata kitu kipya. Umeona, tukapata kitu kipya. Unamzungumzia mtu kama Rum, saves 15 kwenye mchezo mmoja, ambayo anashikilia rekodi sasa. Anakuwa ni golikipa wa pili kwenye yule wa kwanza ambao wana saves nyingi ndani ya mchezo mmoja katika historia ya kombe la dunia. Hii ni kitu ambacho Gerald Kadinya watu wanaweza kukizungumza kwa namna ambayo ni ya kawaida, lakini si cha kawaida. Hayo yalikuwa ni magoli. Yaani saves, ukizungumza saves manake ni yalitakiwa yawe magoli by numbers, manake kwa maana hiyo manake Curaçao walitakiwa wao wamepigwa chuma 15 ambazo golikipa ndo amezizuia. Si hatari sana. Na kitu ambacho kinaniuma mimi, hawa magolikipa labda wangekuwa kwenye umri wa miaka 31, 29 au chini ya hapo, ningetegemea kuona kwenye ligi kubwa, lakini kutokana na umri wao nawaona kwamba
wanaelekea mwishoni 40, 38, 37 ni umri ambao ni mwishoni wanaelekea mwishoni, lakini ndo wanatuonesha kile kitu ambacho wako nacho ambacho dunia ilikuwa haikitambui. Sawa bwana. Gerard Kadinya akitoa tathmini yake kulingana na viwango ambavyo vimeendelea kuonyeshwa vya magolikipa huko katika mashindano ya kombe la dunia. Na sasa tuangazie sasa huko kwenye timu ya taifa ya Ureno ambako nahodha ni Cristiano Ronaldo, mmoja kati ya wachezaji ambao wanaonyesha ushindani mkubwa sana na wameweka historia nyingi sana katika mchezo wa soka, hasa kuhusu Lionel Messi ambaye ndiye mpinzani wake mkubwa sana katika mchezo wa soka. Huko tutaangalia kuhusu maneno yale yanayozungumzwa kuhusu kiwango cha Cristiano Ronaldo hasa katika mchezo wa mwisho katika mashindano ya kombe la dunia mwaka huu dhidi ya DR Congo baada ya kutoa sare na timu hiyo, na Ronaldo akiwa na rate ya 6.1, rate ya chini zaidi, na wengi wamekuwa kimshambulia nahodha huyo kwamba ndiye anayekaba timu. Maneno hayo ni maneno ambayo yanazungumzwa na baadhi ya wadau wa soka duniani kote, lakini kubwa kuliko ni maneno yake Joao Neves, mchezaji mwenzake kiungo wa PSG, ambaye pia alizungumza moja kati ya interview ambazo alifanyiwa kwamba Cristiano Ronaldo ni mchezaji kama wachezaji wengine wa kikosi cha Ureno na yuko pale kwa ajili ya kuisaidia timu yake ya taifa na kuweka rekodi zake binafsi, kitu ambacho kimezua gumzo zaidi kwamba pengine Joao Neves alimdhalau Ronaldo, wengi wakimuita mbuzi. Bwana, tutaangazia hapo Gerard Kadinya kwamba pengine na mchezo unaofuata wa Ureno ni Ureno dhidi ya Uzbekistan ambao utachezwa hapo majira ya saa 2 kesho, na Cristiano Ronaldo pengine haya yanamtengenezea mentality ya aina gani pengine kulingana na kiwango ambacho alikionyesha kwenye mchezo uliopita. Hayo ndio ambayo Kachero legend Gerard Kadinya pia atakupa tathmini yake ili uweze kujua ni yapi yanajiri. Gerard Kadinya, hebu tuambie kwanza kidogo kuhusu hayo yote. Kwanza mimi naamini mpira kuna muda propaganda huwa zinaingia, na zinapoingia kwenye mpira kitu ambacho tunakitamani kukiona, basi kwa mchezaji mkubwa kama Cristiano Ronaldo ni kwa namna gani anaweza akazisikia, akazikabili na kuziacha zipite, kwa sababu ni maneno ambayo yanakuja kwenye kipindi fulani alafu yanapotea. Kwenye mchezo dhidi ya Kongo unaona Ureno, kwa watu wengi yani walitegemea Ureno anaenda kutoa kitu cha kitofauti, yani kwamba DR Congo anaingia kama timu ya pili, ndio ndivyo ilivyokuwa. Kuangalia Ureno iko nafasi ya 5 kwenye zile ranks za dunia, maana ke DR Congo aliingia kama underdog, lakini kile ambacho kilitokea ukiangalia na mchezo uliopita wa Argentina dhidi ya Algeria ndio mchezo ambao ulienda kuharibu kila kitu, ulienda kumtia pressure bwana. Wao wanamuita mbuzi kwa sababu ndio kitu ambacho duniani kimekuwa na ushindani mkubwa sana. Wanasema Messi na Ronaldo wanaigawanya dunia, kwa maana kuna upande ambao wanamkubali mbuzi wa Ureno, kuna upande wanamkubali mbuzi wa Argentina. Lakini sasa Messi yeye amepiga hat-trick kwenye mchezo. Watu walitegemea Ronaldo atajibu mapigo, lakini ndio mchezo ambao ulimuendea vibaya, kwa maana ya kwamba rating ndogo, hakuna performance nzuri. Lakini kwa upande wangu mimi kwenye mpira wa miguu naamini hizo moments zinatokea sana, lakini personal attacks za mtu mmoja kwenda kwa mwingine ndio zinakuwa changamoto. Kwa nini watu walimshambulia sana Joao Neves? Kuonekana kwamba ana ya kwake yeye, yani ana mada zake yeye dhidi kwamba watu wanasema kwamba Joao Neves amemkataa mbuzi, amemkataa Cristiano Ronaldo. Sasa tuzungumze pengine kulingana na maneno yake. Yeye alisema kwamba Cristiano Ronaldo hana utofauti wowote na wachezaji wengine kwenye kikosi cha Ureno, na yeye yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha anaipambania timu yake ya taifa na mafanikio yake pia. Ndicho kitu ambacho alizungumza. Pengine kilikuwa kina tafsiri gani pengine kwa upande wako, ukiachana na yale ambayo yamezungumzwa na mashabiki wa Ronaldo huko kwenye mitandao ya kijamii? Kwa upande wangu mimi alichokizungumza Joao Neves sikioni kama ni kibaya kwa mchezaji kukizungumza, lakini ukija upande wa pili, kwa maana ya historia, takwimu na rekodi ambazo Ronaldo anazo, mchezaji kama Joao Neves kuja kusema kwamba mchezaji Ronaldo ni mchezaji wa kawaida kama wachezaji wengine, hapo ndo alikokosea. Kwa maana kwamba ukienda pale Argentina unaenda kushuhudia namna gani wanaenda kumtukuza Lionel Messi akiwa kama mchezaji nambari 1 kwenye kikosi chao, kutokana na yale ambao ameyafanya kwenye mpira wa miguu. Kwa rekodi ambazo Ronaldo yuko nazo, akiwa na magoli zaidi ya 140 ya kimataifa, yani kwenye mashindano ya kimataifa, kwa maana
akiwa na timu yake ya taifa, Euro, akiwa na magoli zaidi hayo. Hakuna mchezaji mwingine ambayo wa Ureno yuko nayo. Kwa maana nini? Yeye ndo mchezaji nambari 1 kwenye ile timu. Iangalia Ureno kabla ya Ronaldo, angalia Ureno baada ya Cristiano Ronaldo. Ni vitu viwili tofauti. Ameipa thamani ile timu. Yawezekana mashabiki wengi wa Ureno ni kwa sababu ya Cristiano Ronaldo, lakini mchezaji kama Joao Neves, kabla ya hapo kwanza, kwenye moja interview zake aliwahi kusema mchezaji kwangu mimi bora pale Saudi Arabia, alimtaja Joao Felix, lakini pia aliwahi kumzungumza mchezaji bora kwenye ile Ureno ni yeye mwenyewe. Sasa watu wakaunganisha na matukio na kauli zake za hivi karibuni, ndo hapo na yale aliyozungumza. Na kwa upande wangu mimi namuona kuna jarida moja niliwahi kusoma, lilikuwa linamzungumzia tabia za Cristiano Ronaldo tangu akiwa mdogo. Jarida liliandika kwamba ni hakuna mchezaji hatari kukutana naye kama mchezaji ambaye kama Ronaldo ambaye amekosolewa. Yaani kwenye mechi hii ametoa matokeo fulani, alafu mchezo unaofuata sasa huyo Ronaldo mchezo unaofuata huwa anakuwa kitofauti. Sijajua kwenye mchezo huu, lakini personal attacks zile, kumshambulia mchezaji, mimi naamini Ronaldo anaweza akazihimili, kwa sababu 1998 David Beckham akiwa bado kwenye ile udogo aliwahi kucheza hatua 16 bora, ilikuwa dhidi ya Argentina akiwa Uingereza. Kwenye ule mchezo David Beckham alicheza faulo. Alipocheza faulo basi akapewa kadi nyekundu. Alikutana kwanza, yeye alianza kushambuliwa na media za kwao, kwa maana ya Uingereza walifanya kumshambulia, lakini kuna mchezaji alikuwa beki wa timu ile ya taifa anaitwa Neville wa timu ya taifa ya Uingereza. Yeye alienda kuandika kwamba hatakuja kumsamehe mchezaji wa David Beckham. David Beckham ilimchukua miaka 7 mpaka fainali za 2006 kwenda kuprove wrong kwa kile ambacho alikifanya kwenye zile fainali. Maana ilimchukua muda kidogo, alikaa na zile kushambuliwa kila anachokifanya, lakini watu bado wanasema kwamba alifanyaga kitu fulani kwenye kombe la dunia akaharibu, lakini alikuja kuprove kwamba ni nani. Mpaka leo historia zinamuimba David Beckham. Kwa hiyo sasa alishuhudia pia kwa Cristiano. Kwa hiyo sasa Gerald Kadinya, tutarajie pengine mabadiliko kwenye kiwango cha Cristiano Ronaldo kwenye mechi inayofuata dhidi ya Uzbekistan ambayo itachezwa hapo kesho, kulingana na kile ambacho wamekizungumza. Waiso mabadiliko. Kwanza wanauhitaji mchezo kweli kweli. Colombia wako nafasi ya kwanza wakiwa na alama zao 3, wakiwa walizipata kwa huyo Uzbekistan, lakini nafasi ya pili yupo DR Congo akiwa na alama 1, lakini nafasi ya 3 ndio yupo Ureno. Kwa pressure ni kubwa zaidi kwenye kutafuta matokeo. Pressure ni kubwa, lakini zinakutana timu mbili pia ambazo zenye uzani tofauti, kwa maana Uzbekistan wako nafasi ya 50 kwenye viwango vya dunia. Wanaenda kukutana na Ureno ambao iko nafasi ya 5. Unaenda kukutana na timu ambayo watu waliitabiria makubwa, lakini kwenye mchezo wa kwanza umeharibu. Umeona? Kwa hiyo naamini Ureno wanaenda kutoa mpira wa kitofauti sana. Bana, sawa Gerald Kadinya, kwa tathmini yako hiyo kumhusu Cristiano Ronaldo na mechi yao dhidi ya Uzbekistan hapo kesho. Na sasa tuangazie mechi za usiku wa leo kwenye mashindano ya kombe la dunia, ambapo Argentina ikiwa chini ya nahodha wao Lionel Messi itakuwa ikipiga dhidi ya Austria, lakini pia timu ya taifa ya Ufaransa itakuwa ikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Iraq. Sasa hapa tutaangalia ni kwa namna gani hizi timu zitacheza mchezo wa leo, ni timu gani ambayo ina nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi, pengine ni kwa sababu gani, ukiangalia makundi jinsi ambavyo yamekaa na matokeo ambayo timu hizi zimezipata kwenye mechi za mwisho ambazo zimecheza. Sasa Gerald Kadinya, utatuambia pia kulingana na wachezaji ambao ni hatari zaidi kwenye vikosi hivyo, na ni kwa namna gani wanaweza kuisaidia timu yao kuweza kupata ushindi. Gerald Kadinya, unaiona wapi Argentina pamoja na Ufaransa kwenye hizi mechi za usiku wa hii leo? Wanasema biashara ni asubuhi. Argentina alipata alama 3 kwenye mchezo uliopita dhidi ya Algeria, lakini Austria wakaja kujibu kwa kupata alama 3 kwenye mchezo dhidi ya Jordan. Maana wote wana alama 3. Kilichowatofautisha, Argentina alipata 3 bila, lakini Austria walipata 3-1, ndio kinachotofautisha. Lakini leo wanakutana timu mbili ambazo kwa upande wangu Argentina ni kubwa.
dhidi ya Austria ambayo ipo nafasi ya 24 kwenye viwango vya FIFA. Ukubwa wa Argentina kwa maana kwamba wana wachezaji, kwanza tukianzia kwa goalkeeper wao Emiliano Martinez. Unajua tena ulimi hauna ni mmoja kati ya magolikipa ambao wameimbwa sana kwenye historia ya soka by the way. So kuna muda mwingine pengine unajaribu kulinki na mchezaji mwingine ambaye alishawahi kufanya makubwa kama ya kwake. Lakini unawazungumzia wachezaji kama akina Lautaro Martinez, unamzungumzia GOAT Lionel Messi, wana wachezaji wakubwa kina Makarista wapo pale Argentina. Ukiwasikia wachezaji ambao wapo wanatoka kwenye vilabu vikubwa, lakini pia hata ile performance ya individual player unaiona ni kubwa ukilinganisha na wachezaji wa Austria ambao wengi wao wanacheza kwenye ligi ndogo, lakini wachache wanacheza kwenye ligi kubwa kama Dortmund, RB Leipzig, hao tu. Lakini ukiangalia individual performance, wachezaji wengi ambao wapo Austria unakuta kwenye vilabu vyao hawapati nafasi za kuanza. Kwa hiyo naiona Argentina ikihitaji alama 3 kwenda kujifungia kilele, na usichokijua bwana, kwenye hatua hizi watu wengi wanaogopa kukutana kuwa nafasi ya pili. Kwa sababu nafasi ya pili sasa unaenda kukutana na timu ambayo ni bora zaidi iliyokuwa nafasi ya kwanza. Ndio maana timu kubwa zinakimbia sana nafasi ya pili. Kwa hiyo unaiona Argentina kwa upande wangu naiona ikienda kupata ushindi, ingawa mchezo una matokeo mengi, lakini ukiangalia rekodi, takwimu, naiona Argentina ikienda kupata ushindi. Lakini kwenye mchezo wa pili ambao utachezwa kesho kati ya Ufaransa na Iraq, huo naweza nikaunganisha kidogo na mchezo wa Norway na Senegal ambao utachezwa kesho kwa maana mchezo wa Ufaransa na Iraq utapigwa majira saa 6 usiku, lakini mchezo wa Norway siku inakuwa imebadilika, manake sio leo, ni kesho sasa. Ndio maana tunasema kesho. Lakini wengi wanakuambia hiyo leo saa 6 usiku, kwa sababu mtu anajua ukishafika usiku mpaka kuwa asubuhi ndio siku imebadilika. Lakini kwenye muda tuzungumzie hivyo. Kwa hiyo naiona mchezo wa Ufaransa dhidi ya Iraq, Ufaransa wanaingia kwenda kutafuta alama zingine 3 ili kujihakikishia kukaa nafasi ya kwanza, kwa sababu kitu ambacho kinawafanya Ufaransa mpaka sasa wawe nafasi ya pili ni tofauti wa mabao. Kwa maana Norway walipata ushindi wa goli 4-1, alafu Ufaransa wakapata ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Senegal. Ufaransa wanahitaji ushindi sana dhidi ya Iraq. Ushindi huu utaenda kuwapunguzia pressure, na manake kama wakipata ushindi alafu matokeo yakawa ndivyo sivyo kwenye mchezo wa Norway, ikambuliwa hata sare atakuwa amepita moja kwa moja. Lakini pia akijihakikishia ushindi, kumbuka mchezo wa 3 atakutana na Norway ambao wana wachezaji kama akina Alexander Thoros yule Atletico Madrid, mmoja kati ya wachezaji hatari sana kwenye kikosi cha Norway. Wakina Odegaard kutoka Arsenal, wakina Erling Haaland kutoka Man City. Haaland ametupia chuma 2 mechi ya mwisho. Maana yake nini? Wanajua mchezo unaofuata wa mwisho wa kumaliza ratiba au kukamilisha ratiba, maana yake ni mchezo mgumu. Maana yake wanahitaji ushindi kwenye mchezo dhidi ya Iraq ambao ukiwalinganisha Iraq na Norway unaona ni viwango viwili tofauti kabisa. Hata matokeo ambayo Iraq ameyapata kwenye mechi alizocheza ni tofauti kabisa na timu ya taifa ya Norway. Na Senegal, ukiangalia mchezo wa Ufaransa na Senegal alikosea sehemu chache sana mpaka kukubali kukipita. Kwa anaweza akabadilisha yale ambayo aliyakosea pale kwenye mechi yake inayofuata. Kwa hiyo Ufaransa anataka kujihakikishia ushindi ili mradi yeye atakaa viti juu kuangalia mchezo utakavyokuwa kati ya Norway na Senegal. Kwa hiyo ndio maana naiona mechi rahisi tu kwa Ufaransa dhidi ya Iraq. Sawa bwana, huyo ni legend wa mchezo wa soka Gerald Kadinya akitoa tathmini yake huko kulinganisha namna gani ambavyo timu hizi mbili zitakavyoingia kwenye mchezo wa usiku wa leo. Na hayo yote tumeyazungumza hapa na Gerald Kadinya ni yale ambayo wewe ulikuwa unapaswa kuyasikia, hasa kuhusu katika uga wa hapa nyumbani na wa kimataifa, hasa kuhusu kombe la dunia. Na nikwambie tu kwamba sasa kabla hujaondoka
soka. Tuambie kabisa unaiona timu yako ikifika wapi kwenye mashindano ya kombe la dunia, lakini una kipi cha kuzungumza kuhusu yale yaliyotokea katika mechi za nusu finali za kombe la CRDB Federation, na kuhusu finali tuambie pengine unaiona Azam ama Simba ikishinda kwenye mchezo huu wa finali. Nikwambie tu kwamba mimi naitwa Frankie Mlawa, nilikuwa na legend wa mchezo wa soka Gerard Kadinya, na hii ni VOT. Tukutane panapo majaliwa.